Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, asante kwa asubuhi ya leo. Ninaomba useme nami kwa neno lako lenye uzima, katika jina la Yesu, amen. Kichwa cha kongamano ambacho tunaendelea nacho kwenye kongamano kinasema namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Uamsho wa kiroho ndani yako kwenye nafasi aliyokuweka. Bwana asifiwe. Namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho ndani yako kwenye nafasi aliyofanya nini? Aliyokuweka. Hasa kwenye ibada hii tunazungumzia eneo la nafasi. Amen. Nafasi uliowekwa na Mungu. Nafasi uliowekwa na Mungu. Kwa nini Roho Mtakatifu anataka kuleta uamsho wa kiroho kwenye hiyo nafasi uliowekwa na Mungu? Fungua Biblia yako, kile kitabu cha Injili ya Yohana, ile sura ya 16. Fungua Biblia yako, kitabu cha Injili ya Yohana, Yohana Mtakatifu, Yohana Mtakatifu, Yohana Mtakatifu, sura ya 15 mstari wa 16. 15 sio 16. Sura ya 15 mstari wa 16. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 16, na nitakuwa na muda mfupi sana. Kwa hiyo andika kwa haraka zaidi na ufuatilie kwa haraka. Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Kumbuka tunasoma kwa nini Roho Mtakatifu alete uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Kwa hiyo tunazungumza juu ya nafasi ambayo Mungu anakuweka, nafasi ambayo Mungu amekuweka. Biblia inasema Yohana 15:16, anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mumuombaro Baba kwa jina langu awapeni. Narudia tena, anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mumuombaro Baba kwa jina langu awapeni. Huyu ni Yesu anazungumza. Anaanza kwa kusema si ninyi mlionichagua. Yaani wewe kuwepo hapa, wewe kuanza kumwimbia Yesu, wewe kuanza kumtumikia, wewe kuwa kiongozi, kuwa mzee wa kanisa, kuwa kiongozi wa kwaya, kuwa Mkristo, sio wewe uliyemchagua, bali ni yeye alikuchagua. Haleluya, watu wa Mungu. Sio wewe uliyemchagua, bali ni yeye alikuchagua. Neno alikuchagua maana yake mlikuwa wengi, lakini wewe tu umepata neema. Haleluya, watu wa Mungu. Maana yake mlikuwa wengi, mko wengi, wewe tu umepata neema. Neema ya Kristo kwenye maisha yako. Wako wengi hawajafunuliwa kama wewe. Muda huu tuko kwenye ibada, hawajui habari za ibada, hawajui habari za kumwabudu Mungu, hawajui habari za kumtumikia Mungu. Wako busy. Adui ameharibu akili zao kiasi kwamba wanafikiri hata duniani walijileta wao, wanaishi kwa nguvu zao. Wanasahau kwamba Mungu ndiye aliyewaleta. Mungu ndiye aliyeruhusu wazaliwe. Mungu ndiye anayeruhusu waishi. Mungu ndiye anayeruhusu wawepo hivyo walivyo leo. Sasa sio wote wamefunuliwa kujua, lakini wewe Mungu amekupa neema, na kwa sababu yeye ndiye aliyekupa neema, maana yake yeye ndiye aliyekuchagua miongoni mwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe.
Basi naomba niendelee. Tunaendelea, si ndio? Tuko pamoja, tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo Yesu amekuchagua, alafu anasema mwenyewe, sio wewe ulimchagua, ni yeye alikuchagua. Na alipokuchagua anasema nikakuweka. Lile neno nikakuweka ingekuwa lugha ile inayofanana na kindari, ingesema nikakuposition. Yani kuna mahali nimekuposition. Nimekuposition maana yake nimekuweka. Amen, amen. Nimekuweka. Anasema nikawaweka. Lengo la kuwaweka, anasema ili mwende mkanizalie nini? Ili mwende mkanizalie nini? Ili mwende mkanizalie nini? Mwende mkazae matunda. Alafu sio kuzaa tu, na matunda yenu yapate kukaa. Sasa anaposema nimewaweka, maana yake kuna nafasi nimewapa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Maana yake kuna nafasi nimekupa. Na hiyo nafasi niliyokupa sio kwa ajili yako. Ndio maana Mungu akikupa nafasi sio kwa ajili yako. Mungu anaweza akakupa nafasi ya kuimba, nafasi ya kuwa mwombaji, nafasi ya kuwa mzee wa kanisa, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yake. Nafasi ambayo Mungu amekuweka, maana yake nini? Kuna mahali Mungu anawa kwa ajili yake mwenyewe, ili wafanye vile apendavyo yeye. Ndio maana ukiwekwa kwenye nafasi, watu wa Mungu, lengo la Mungu ni umzalie matunda. Na matunda anayosema hapa ni matunda ya ufalme. Kama we ni mhubiri, uwalete watu kwa Yesu. Kama we ni kiongozi, uwaongoze watu katika njia impendezayo Mungu aliye hai, na sio kuwavuruga watu. Uwafundishe watu neno la Mungu. Ndio maana ukisoma Biblia, wote waliokuwa wanachaguliwa kuwa viongozi, mchungaji anajua hapa, anaelewa. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, wote waliokuwa wanachaguliwa kuwa viongozi, ili kuwa shemasi, ili kuwa kiongozi, ili kuwa mzee wa kanisa, cha kwanza lazima awe na neno la Mungu ndani yake. Cha pili, awe amejaa Roho. Cha tatu, awe mtu wa imani. Kwa nini awe na neno? Kwa sababu jukumu mojawapo la kiongozi ni kuwafundisha watu wake wamjue yule aliyemweka pale. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kiongozi kulijua neno la Mungu ni must, ni lazima, ili amzalie Mungu matunda. Kiongozi kuwa na imani ni lazima, ili awaongoze watu kwenye njia sahihi ya Mungu. Na ndio maana kiongozi hapaswi kuwa kipofu. Huwezi kuwa kiongozi na ukawa kipofu, utazamisha watu kwenye shimo. Najua hii hamwezi kushangilia, lakini si ndio mnaelewa vizuri. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Na ndio maana sasa ukiwa kiongozi, eneo mojawapo la kutathimini ni matunda unayozaa. Ukiwa Mkristo, unatakiwa mzaliwe Mungu matunda. Ukristo sio sifa. Ukristo ni maisha, ni nafasi Mungu amekupa. Maana yake lazima umzalie Kristo matunda kwenye nafasi yako. Ukiwa Mkristo, wewe ni mama, uko kwenye ndoa, mume wako ayaone matunda kupitia Ukristo ulio nao. Sio unakuwa Mkristo mpaka wababa wanasema hivi, siku hizi ndivyo Wakristo walivyo wa siku hizi. Huna adabu, huna hofu ya Mungu.
unasababisha mpaka Yesu anatukanwa. Mnajua wengine mmeolewa na wanaume hawamjui Yesu, wanalewa, alafu anakutizama unavyomjibu na unavyomchukulia, anasema Ukristo gani huu unaonyanyapaa watu? Yesu mbona tunaambiwa alikuwa na upendo? Yaani hajagi kanisani lakini ana habari za Yesu. Kama huyo ndio Yesu unayemfuata, mbona wewe una upendo? Maana yake unashindwa kumzalia Mungu matunda kwenye nafasi aliyokupa. Haleluya. Na ndio maana Roho Mtakatifu analeta uamsho wa kiroho kwenye nafasi ya kila mmoja wetu, kwa sababu wale wanaosoma maandiko wanajua kazi ya kuombea. Mungu anataka tuzae matunda. Wewe ni Mkristo, zaa matunda. Mungu amekupa nafasi. Biblia inasema kwenye Yohana 15 ule mstari wa kwanza, anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa pili, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Wewe ni tawi. Unaona anachozungumza? Tena anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa lile neno nililoambia, kaeni ndani yenu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Maana yake anatufananisha sisi na matawi. Sasa wewe ni tawi la Yesu. Yaani badala ya Yesu kuja kushika tofali, unashika tofali kwa niaba yake. Badala ya Yesu kuja kufyeka hayo maua kutengeneza vizuri, unatengeneza kwa niaba yake. Badala ya Yesu kuja kuandika hivyo mtumishi, wewe unaandika kwa niaba yake. Sasa wewe ni tawi. Tawi lazima limzalie Mungu matunda kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka. Haufanyi unavyojisikia, lazima ufanye sawasawa na Mungu anavyokuagiza. Kumzalia Mungu matunda ni kuleta matokeo ambayo anayatarajia mahali alipokuweka. Kama amekuweka kwenye familia, kuna matokeo anayatarajia. Kama wewe ni baba wa familia, kuna matokeo anayatarajia kwenye hiyo nafasi aliyokuweka. Kama wewe ni mama, kama wewe ni mtoto, kama wewe ni kijana, kanisani, kwenye familia, kwenye jamii, kuna matokeo anayatarajia. Hayo matokeo ndiyo matunda. Lazima wewe unajiuliza, Mungu anataka nini kwangu? Mnakumbuka kile kitabu cha Samueli? Mnakumbuka kile kitabu cha Samueli? Yule Sauli alikuwa amepewa nafasi. Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia, kumbuka Sauli amepewa nafasi. Kwenye sura ya 15 kuanzia ule mstari wa 20 mpaka 23, Samueli anamuonya Sauli, mpaka Sauli akasema ni kweli nimekosa, sikutii neno lako. Kwenye ile sura ya 15, sikutii neno la Mungu, nikatii sauti ya watu. Naye Samueli anamwambia, kwa kuwa umelikataa neno la Mungu na Mungu amekukataa wewe. Lakini hakumuondoa moja kwa moja kwenye ufalme, akamwacha kwenye ufalme. Samueli akaendelea kumlilia. Kwenye ile sura ya 16 ambayo mzee wa kanisa amesoma hapa, Mungu anamwambia Samueli, kwa nini unamlilia Sauli wakati mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Samueli nabii anaendelea kumwombea Sauli, lakini Mungu anamwambia, kwa nini unamlilia? Nimemkataa. Unajua Mungu akikukataa anaondoa nini? Sio kwamba anakuondoa kwenye nafasi ya haraka, anaondoa mkono wake juu yako, uwepo wake juu yako. Na akiondoa nini kinatokea? Ndio kile kilichotokea. Mzee amesoma mpaka sura ya mstari wa 13. Kaangalia mstari wa 14 kilichotokea. Roho Mungu akamwacha Sauli. Alafu roho mbaya ikaja ili kumsumbua. Weka tu kwenye nafasi, alafu zai matunda. Mungu anakuagiza hiki, wewe unafanya mchezo, utasumbuka. Alafu sisi tumekazana tufaya, Bwana mfungue, Bwana mponye. Mungu anasema, unamlilia nini huyu? Unamlilia nini? Kama tunataka kupona kuanzia sasa, tunatakiwa kuamka kwenye nafasi ambazo Mungu ametupa, tumzalie Bwana matunda.
Hauwezi kupona bila kumzalia Bwana matunda. Mwingine mpaka upigiwe magoti. Kazi ya Mungu unapigiwa magoti. Mmekaa kimya. Mwalimu Koja, maliza. Nimemaliza. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Wale waliofikiri dunia ni yao hawako leo. Hata wewe na mimi tunapita. Tumsalie Mungu matunda tungali hai. Usigombane na watu bila sababu. Kuwa bize kwa ajili ya Mungu. Msalie Mungu matunda. Usitunze hasira, usitunze uchungu, usifalakane na watu. Hata wakikusema vibaya, wewe endelea kuzaa matunda. Ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili yako. Funika macho yako. Baba, asante. Wewe ni baba yetu. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Umetuweka duniani ili tukutukuze wewe peke yako. Umetupanda kwenye nyumba yako ili tukusalie matunda. Sisi ni watu wako na watoto wako na watumishi wako. Unawapenda watu wako hawa wa thamani. Thamani yao ni kubwa mbele za macho yako Bwana. Ndiyo maana ulimtoa mwanao wa pekee afe kwa ajili yetu. Tukumbuke tena. Kumbuka rehema zako. Mkumbuke mwanamke huyu, mkumbuke kijana, mkumbuke baba huyu, mkumbuke mtumishi wako huyu. Kila mtu kwenye nafasi yake. Ugeuze moyo wake, akusalie matunda, akutumikie kwa moyo wa kupenda. Katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa kuwa mkono wako utatusaidia na kutuponya. Kwa jina la Yesu, na kila mwenye mwili aseme amen.